Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuweza kumaliza ibada ya siyamu Ramadhan pamoja na Idi yake, na walillahi alhamdu, si uwezo wetu wala nguvu yetu isipokuwa ni taufiki min Allah Subhanahu wa Ta'ala wa waja wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu rehema yake ni wasa. Na shukrani hii kwanza tuipeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile kumtakia rehema mwalimu wetu Muhammad, kwa sababu yote haya yanapatikana kutokana na mafunzo ambayo katuachia mtume. Ameondoka hapa duniani, ametuachia dini katika mazingira yalikuwa mazuri, lailuha kana haliha. Kubwa ambalo tunataka kulieleza katika msikiti wetu hapa Masjid Firdausi, Masjid Firdausi ni mambo kadha. Kwanza ni namna ya utendaji wake wa hapa. Sisi inapoingia Ramadhani na kwa tumeshajipanga kwa maeneo kadha. Kwanza katika eneo la kuwapokea watu ambao wanakuja katika hisani na mazingira kwa rafiki, lakini hasa katika masuala mazima ya chakula. Tuna muda mrefu karibu miaka 20 tuna watu ambao wanafadhili chakula kwa maana iftari. Wapo ni watu ambao walilahi alhamdu ni watu wa kawaida, lakini wameamua kuweza kuichukua kadha hii ili kuweza kufanya. Mungu ajaze kheri katika hili jambo ambalo wamethubutu nalo ni muda mrefu. Ni wachache katika watu ambao, kuna watu wana uwezo mkubwa wa kipesa na mali, lakini wao wametolea. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunaomba Mwenyezi Mungu awazidishie na wafungulie mambo yao. Lakini katika maeneo mengine ambayo huwa na jengine ni wakati wa 10 la mwisho la Lailatul Qadri, huwa tunakesha na watu mpaka tunameza nao, na vile vile wako watu ambao wanajitolea katika kutoa chakula, wanatoa chakula na kadhalika. Na vile vile siku za nyuma kulikuwa na watu wetu wanatoka mjini wanaletea iftari kabla, yani kabla ya Ramadhani kufika siku 3 wanakuja kuweza kutusaidia. Walilahi alhamdu, katika watu hao Mwenyezi Mungu awajaze kheri na wafungulie mambo yao na maswaibu yao. Kama kuna mambo wanasumbua katika maisha yao, basi Mwenyezi Mungu ayatatue kutokana na takaza hii ambao wanatufikiria. Lakini vile vile kuna watu wanaletea tende, kuna tende zinatoka mjini na lillahi alhamdu, na mpaka tende zimefika hapa. Kuna ndugu zetu wanaletea tende hivi ninavyozungumza, tuna karibu boksi kadha zipo ndani ambazo zitatumika katika masuala ya 6 Shawwal. Hii ni rehma na ni juhudi ambazo ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa katika mji huu wa Cheka. Tunashukuru katika jambo hili. Lakini vile vile katika eneo jingine la kushukuru ni mji ambao unaswali Idi 2. Maana yake vipi? Jana watu wameswali, lakini hivi ninavyozungumza ni Idi ya pili, ni Idi ya watu ambao wana mwandamo wa Tanzania. Na hii tunalifanya kwa sababu tunatoa taaluma wakati inapokuwa. Kwa hiyo pale watu ambao watakuwa wamekubaliana, basi mambo yatakuwa na matatizo. Sisi tunahusika zaidi na kuhakikisha tunaiangalia jamii. Lakini jingine katika uwanja wa kufundisha watu ibada ya siyamu Ramadhani, huwa ni muda mrefu tunafundisha tafsiri ya Qur'an ambayo huanza baada ya asri moja kwa moja, na baadaye baada ya kuswali kufuturu tunakuwa na darsa, tunafundishana zile ahkami na arkani zake na adabu zake. Watu wengi sana hufunga na kutokujua ibada ya funga na kutokujua misingi yake, lakini hili huwa tunajitahidi kwa kiasi kubwa kuweza kulitekeleza hili. Na sio kwetu sisi, kuna maeneo kadha wanafanya mashehe ulimwengu mzima wanajitahidi kuweza kuitoa taaluma hii, na sio katika funga. Watu wajitahidi katika maeneo kadha kama zile taasisi ambazo mathalan zinapeleka watu mahujaji. Kuna watu wengi sana wanafanya ibada ya hija, lakini inaonekana wazi utokezika kuna khata, tena makosa sio yale ya kawaida, makosa makubwa. Ni juu watu ambao wamebeba jukumu hili wajue ni masuhulia kwa Mwenyezi Mungu. Usimchukue mtu mradi tu, mchukue hakikisha unakwenda naye, huyu anafahamu, sio unamchukua baadaye unamtelekeza. Kwa hivyo juhudi zinafanyika, lakini tunasisitizana zaidi kwamba watu kwa nafasi yao wawe nayo. Lakini katika maeneo mengine ambayo
tunahusika zaidi katika msikiti wetu. Tunajitahidi kadri wetu kuhakikisha kwamba msikiti unakuwa kama vile Masjid Nabii sallallahu Mtume sallam. Kwenye tarehe tunaona namna alifika Madina Munawwara, aliweza kwa kiasi kikubwa kuweza kuhakikisha kwamba msikiti unafanya kazi yake. Kama msikiti utafanya kazi yake, maimamu watafanya kazi zao, basi itakuwa ni neema, na wala serikali haitapata tabu namna kuhangaika watu hivi na kadhalika, haitahangaika kwa sababu takia raia wamekaa vizuri. Kwa hivyo kosa hutokezea zaidi misikiti kuto kufanya kazi yake. Misikiti ikifanya kazi yake sawa sawa, jamii itabadilika, kwa sababu huku ndio shuleni, huku ndio ambako mwanadamu afundishwa akhlaki yake, huku afundwa mwanadamu ajue nani Mungu wake, nani mtume wake, nini maisha haya. Tunapita tu jamani, haya maisha mnapita, hakuna sababu ya kupigana, hakuna sababu ya kudhulumiana, hakuna sababu ya kunini. Hii ni eneo dogo, ulikwisha pita wenzetu, imekuwaje sisi tunaita vurugu? Kwa hivyo sisi tunahusika, lakini msikiti unahusika vile vile kuhakikisha mambo ya jamii. Huko nje panapotokezea watoto wetu tunakuwa nao wamefanya vurugu aina yote, msikiti kama msikiti unashughulika. Bali panapotokezea mtu amefariki na Muislamu, tukahakikisha tunashirikiana na watu wa serikali, tunamzika mtu. Msikiti wetu una mifano kadha, ni msikiti ambao unajitahidi kwa kiasi fulani kuhakikisha kwamba unamhudumia mwanadamu na unamfanya mwanadamu aishi maisha saida. Hatukuletwa ulimwenguni tupate tabu, tumeletwa tutengenezwe. Sasa msikiti wetu unashughulika kwa kiasi fulani kuhakikisha mwanadamu anabaki katika amani katika kipindi chote, fi sarai wa dharai. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunakwenda nalo pamoja na mapungufu yake. Huu ni msikiti ambao tunafanya hivi, lakini msikiti una nini vingine? Msikiti kwanza unajivunia, silaha yake kubwa ni umoja, na ni umoja wake uko wazi. Anayesema hakuna umoja, huyu labda mwenyewe nafsi yake mwenyewe, na wala hatuwezi kumlazimisha. Umoja wenyewe onekana ni eneo gani? Watu ambao katika siku ya Idi waswali pamoja. Jana wanswali watu bana, wamepewa zaka, tunawapa zaka zatu fiti, tunawapa watu, tunawapa tende, watu wanatoka wansalama kabisa. Na leo watu wameswali, wamepata zakatu fitri. Hapa tunapozungumza watu wanachukua zakatu fitri, wana michele na kadhalika. Ni jambo tunakwenda kwa pamoja. Lakini vile vile panapotokezea mtu amefariki, msikiti unashaushika kushona sanda. Sisi tunashirikana sanda, tunachona sanda, tunamsaidia mtu, tunamsaidia mtu kumpa zile wajibati wake. Mwanadamu atakuwa angaliwe akiwa hai na akiwa amekufa. Kwa hiyo sisi tunashughulika katika msikiti wetu kuhakikisha kwa mwanadamu anapotawafu tunamkosha sisi, na tunamfanyia zile hukuki zake zote, na tunamzika. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunajitahidi kwa kiasi fulani kuhakikisha mwanadamu anapata haki zake za msingi. Tunajitahidi sana kuhakikisha mwanadamu apata haki zake za msingi, na hili ni jambo ambalo ndio wajibu wetu sisi wa kufanya. Kwa hivyo twasema pamoja na mapungufu yetu ambayo tunayo, msikiti tuhakikishe kwamba tunafanya. Tunamshauri kuwafanyia watu kadha, na msikiti vile vile una vitu vya kujivunia. Vipi vya kujivunia? Tuna maeneo kadha ambayo twasema tunataka msaada, na hapa ndio nitamaliza mazungumzo. Hivyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Tuna mahitaji sisi. Mahitaji haya vipi? Mahitaji yetu kwanza, hichi chombo ambacho ninakizungumza hapa ni chombo uje hapa alafu jieleze vifaa vyako vinatakiwa, muje vifaa, msikaondoka mkanini. Tunahitaji hii chombo cha Masjid Firdaus Online TV. Ni chombo ambacho kinafanya kazi, tumekizindua, tuna miaka 3 sasa, na tuna wanachama wengi. Watu wetu tunahitaji msaada. Vijana watakuja kueleza vile vifaa ambavyo vinahitajika, mtusaidie, kwa sababu bila kuwa na media itakuwa tabu. Kwa hivyo hicho nacho miaka 3, kwa hivyo mtujitahidi kuweza kutusaidia, kuna vyombo vyake. Lakini vile vile tunahitaji eneo, tuna sehemu kutakuzikana. Tuwaeleza jambo hili, nadhani litasikika maeneo Arabuni, Ulaya na kadhalika. Mtusaidie, hatuna sehemu ya kuzikana, sehemu yetu ya kuzikana mbaki padogo. Kwa hivyo twaomba kabisa kwamba mtusaidie eneo hili la kuzikana. Mwanadamu aenda kaburini kama si hivi sasa, baadaye. Kwa hivyo tunataka eneo kuzikana. Ni juu yenu mje muone sehemu na mtusaidie popote
ama ni pesa na kadhalika. Hili ndio hitaji letu. Na jambo jingine la mwisho, tuna eneo msikiti una eka 10 umekwisha zipima. Hapo tunataka kufundisha kuweka markazi kubwa ambayo mwanadamu atafinyangwa, ajue binadamu wake na utu wake, ili asiwe ni tatizo katika serikali akaisumbua vizuri. Ikiwa serikali atakatawala, basi mtawale mtu ambaye tayari amefinyangwa. Mwanadamu anahitaji kufinyangwa. Afinyangwa wapi? Tuna markazi inahitaji msaada, tunaweka 10 markazi kubwa, hatuna pesa, sisi tumekuwa nyonge. Kwa Waislamu katika ulimwengu mzima, naomba baada ya kusikia haya mtuone, ili muweze, si hataki pesa mtu, tukuonyesheni mahali shahidi, eneo ni hili, muweze kuweza kutusaidia. Kwa hivyo, la mwisho kabisa, natoa shukrani za dhati kwa wote waumini na vijana wote wanaofanya mambo haya. Mambo mimi kama ni muasisi wake, lakini kuna vijana ambao wanaendesha, hawa wanaorekodi, hawa kina Sulemani, hawa kina Huseni na Lukmani, Ali, Mashaka, wote ni vijana ambao wanasimamia, ni vijana wangu. Mwenyezi Mungu atupe kheri, atupe salama, atufungue, atujalie. Nyote ambao mnatoa pesa zenu, nyote mtusaidia katika mwezi wa Ramadhani, mnatusaidia kwenye iftari mpaka daku mpaka zakatu fitri, mtusaidie. Na nyinyi ambayo mnataka kutusaidia, basi msaidie, toeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kaburini. Leo ukiona mpira umekuwa una nguvu kwa sababu una watu wanatoa msaada. Unatoa msaada. Shukrani. Inshallah imefika shahali. Mkiona leo mpira una nguvu duniani kwa sababu nyuma ya mpira kuna watu wanasaidia. Mkiona leo kuna ngumi, mchezo wa ngumi wafanyika kwa sababu kuna watu wanasaidia, japokuwa mpira haufai mutlaka, haukubalika kwa sababu waharibu mwanadamu akili yake, na mwanadamu ni akili. Kwa hivyo na sisi ili tuende tusaidie umma, tunahitaji msaada wa mali na kadhalika. Na vile vile nisisahau, katika msikiti wetu tuna sehemu ya mayatima. Hapa inasimamiwa hapa pazuri. Tunaye mama yetu Bidanga, hivi sasa kanitoka kidogo, lakini ahludini na ukoo wake unafanya kazi hii kusaidia mayatima, ni jambo la kupigwa mfano. Lakini pamoja na uwezo wetu sisi katika Cheka hapa ni kama ndo waasisi wa kuanzisha nasari za kulelewa mwanadamu, na wale wao wanaofundisha kwenye nasari hawana kipato wanachokipata, yote yataji pesa haya. Kwa hivyo nyinyi ambao mnatoa kwenye mipira, basi na sisi mtusaidie huku. Muje wenyewe, hatutaki pesa, imamu hataki pesa wala usidi zake, nyinyi elekezeni tu katika akhera yenu, kama mmetengeneza akhera, dunia na akhera. Na haya ndio ambayo walimwambia Karuni baada ya kuwa na pesa, aliambiwa we Karuni, Mungu ameshakupa katika dunia, amekupa dunia, basi wala tansa, basi tekeleza na akhira yako. Karuni aliambiwa wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka mina dunia. Basi na nyinyi ambao Mwenyezi Mungu amekupeni uwezo mkubwa, mkaekeza nguvu zenu katika mipira, katika siasa, basi angalieni akhira yenu, mwenda shimoni, mwenda kaburini. Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah ya Azizi, tunakuombeni dua wote wagonjwa wanaugua na kila sehemu. Mwenyezi Mungu ape taufiki, ayafungue maisha yenu, afungueni watoto wenu, wale ambao hawana wake, wale hawana watoto, wale ambao watoto hawana hawana muamala. Mwenyezi Mungu ape taufiki. Namalizia haya na vijana hawa watakuja kueleza mahitaji ya hivyo vyombo vinavyohitajika wataeleza. Tuwahitaji vitu, msisahau, isiwe tumeambiana halafu mkaona jamani matapeli. Muje hapa, tuko Cheka, ni Dar es Salaam, hii ni mji wa mkakati, muje hapa. Tunahitaji ambacho sehemu ya kuzikana, sehemu ya kwenda kukaa. La kwanza tunahitaji vyombo, lakini tunahitaji sehemu kwenda kujengewa senta, ili mwanadamu atengeneze akhira yake wa akhira yake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vijana wataeleza vile vyombo ambavyo vinahitajika. Fala tafadhali mashkura. Vijana hawa ndio wenyewe. Huseni hapa yupo, na Ali hapa yupo, na Mwamba wa Tanga yupo hapa kutoka Tanga huko Ziguani huko na mwamba mmoja yuko Zanzibar, Lukmani. Mwenyezi Mungu awape taufiki vijana hawa. Asalamu alaykum. Naam.
Naam, tuna Masjid Firdausi Online TV kwa muda wa miaka mitatu sasa, tukiwa tukijiendesha hivyo hivyo kwa ugumu, kwa wepesi, kwa uwezo wa Allah. Mpaka sasa hivi tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, alhamdulillah, lakini tuna mahitaji ambayo imekuwa ngumu sana kuyafikia kutokana na hali ya kiuchumi tulionayo. Tunahitaji digital camera full set kama Allah akifanya wepesi, tunahitaji laptop, tunahitaji na router.